long distance. Inawezekanaje long distance ikawa ni healthy? Inawezekana long distance ikawa healthy. However, distance yoyote ni riski kwa mahusiano. Sisemi ni danger, nasema ni risk. Distance yoyote ni risk kwenye mahusiano. Ndio maana experts wale wanaofanya mayue, mabalozi manini, kokote anakosafiri familia yake au mke wake anakwenda na atalipwa. Hata kama haruhusi kufanya kazi huko, atalipwa hela ambayo yule mume wake atalipwa au yule mke wake atalipwa hela ambayo itamkava na yule mwenza wake, ili wawe pamoja, kwa sababu absence ya yule mwingine inaweza ikaimpea performance ya huyo mtu kwenye kazi. Huko Tanzania tu kwa ambako na huko Afrika mume anaweza akapangiwa na serikali hiyo hiyo Bukoba, mke wake akapelekwa Nyamanoru. Ukiwa kwenye distance, sasa distance zinawezekana zikalazimika. Shule, kazi, project za kifamilia zinaweza kumpeleka mtu mbali. Unapokuwa kwenye distance, ni vitu gani unaweza kufanya kuhakikisha mnatunza mahusiano yawe healthy? Namba 1, hakikisha una double mawasiliano. Unayadouble. Jinsi ambavyo mlikuwa mnawasiliana mkiwa pamoja, unafanya nini? Una double. Shida inakotokea watu wanapokuwa distant, badala ya kufanya mahusiano wa double, wao ndio wanayapunguza. Big risk. Double. Kama mlivyokuwa pamoja mlikuwa mnapigiana simu mara 2 kabla mjaonana jioni, maana yake mkiwa distance unafanya mara ngapi? Mara 4. Namba 2, hakikisha mnatumia zaidi assistive technology kwenye kuzungumza. Distance is not healthy kwenye mazungumzo ya simu na kuchati peke yake. Zungumzeni pia kwa kuonana. Virtual kuonana ina boost zaidi intimacy kuliko kutokuwa kuonana kabisa. Kwa tumieni video calls, onaneni, ongeeni. Na mawasiliano ni kuwezekana muda ambao mna muda, ongeeni kwa muda mrefu. Inasaidia. Namba 3, hakikisha mnapeana update za maisha yenu mara kwa mara. Yaani kama ambavyo mlikuwa yupo, hakikisha anajua uko wapi, unaenda wapi, una plan gani, utatoka saa ngapi. Yaani mko mbali lakini mtu anajua details za maisha yako. Sasa shida inapotokea distance ikiwepo, kila mtu hataki ratiba zake zifahamike. Unabaki tukumuuliza, hivi si ulisema unaenda kanisani? Mbona kama nasikia kuna muziki? Ni njiani pale kwenye kona ya church. Namba 4, hakikisha mnapunguza migogoro. Ukitaka muone distance alafu na healthy relationship, punguzeni migogoro. Kwa nini migogoro ya distance ni mibaya? Kwa sababu inafanyika kwenye simu. Migogoro ya kwenye simu ni mibaya kwa sababu inakosa emotions. Unafahamu unapogombana, huyu kama ni mpenzi wangu, kama wewe ni mpenzi wangu kwa mfano, nipe 5. Kwa mfano huyu ni mpenzi wangu, tukigombana ana kwa ana, Mungu ametumba na aibu Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaweza usimwambie. Vikaja neno likaja lakini usimwambie, kwa sababu unabeba wewe ndio maana uko hivyo, tu sipendi kwa sababu mko ana. Kwenye simu unaweza kumwambia mbwa wewe, na yeye akamwambia mbwa mwenyewe. Akamwambia basi wewe mbwa dume. Basi wewe mbwa mwekicha. Yaani mnajibiza kwa sababu there's no touch, there's no feeling. Kwa hiyo ndio maana magomvi, ndio maana nawaambia kwa watu wengi sana, epukeni kulumbana kwenye nini? Kwenye simu. Nikisha kuwa distance mkaweka migogoro kwenye simu, hiyo imeenda. Na mwisho, intimate conversation. Zisikosekana. Intimate conversation. Ili kuchochea hisia zenu. Sasa hii ni kama mko kwenye commitment, mnahitaji kuwa na future na nini. Kama uko kimeo uelewi mbele wala nyuma, kagonga intimate, utaachwa vizuri. Alafu ukabaki na mwisho wa siku unabaki unashikilia ile simu mlikuwa mnaongea, ndio unaweka karibu na moyo wako.